ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku nyingine tena. Tumekutana mahali hapa ili kuweza kupeana neno la Mungu. Nataka nizungumzie habari ya uongo. Hakuna kitu kibaya hapa duniani kama uongo. Na uongo umesimama sana kwa sababu watu wengi wanautumia kwa ajili ya mafanikio ya kidunia. Lakini uongo ni roho, na hii roho baba yake ni Shetani. Na ndio maana ukisoma Biblia kwenye Yohana 1:17, Biblia inazungumza habari ya mkono wa Musa. Kwa mkono wa Musa Torati na sheria vilikuja, lakini kwa mkono wa Yesu Kristo neema na kweli ziliweza kuja. Kwa Yesu alileta kweli, na kweli inasimama ili kuharibu kila uongo unaoendelea hapa duniani. Na tunaona mambo mengi yanayoendelea hapa duniani yamesimama katika uongo. Na uongo una madhara makubwa kuliko unaofikiria. So tunaona uongo wa Shetani tangia pale Edeni, akiwa anamdanganya yule mwanamke, kimpa maneno ya uongo. Uongo umejaa hila ndani yake. Na wakati mwingine uongo unafika stage unaonekana kama ni kweli, na watu wanaishi katika uongo mpaka mwisho wa maisha yao. Kwa hiyo uongo ni kitu hatari sana hapa duniani kuliko kitu chochote kile. Hebu tuangalie neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 3. Biblia inasema mtu awaye yote asiwadanganye. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Paulo anaongea na Wathesalonike, anaambia mtu yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote. Usidanganywe kwa njia yoyote. Hiyo ni kwa njia ya maandiko. Kuna wakati maandiko yanaua, lakini roho huisha, roho huponya. Asikudanganye kwa njia yoyote, kwa njia ya maandiko, kwa njia ya mafundisho, kwa njia ya mapokeo ya binadamu ambayo sio ya kimungu. Kwa hiyo Biblia inazungumza kwamba mtu asitudanganye kwa njia yoyote. Leo watu wanapenda uongo na wanaufurahia uongo, na wakati mwingine wanaofanya uongo uonekane kuwa ni kweli, na wakati mwingine watu wanaishi katika uongo. Lakini Yesu alikuja ili kuweza kuharibu uongo. Kwa nini? Sababu Biblia inasema, Yesu alizungumza kwenye Yohana 8 mstari wa 30 mpaka 32. Aliwaambia wale walioweza kumwamini kwamba mkikaa katika neno langu mtajua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kweli inatuweka huru, lakini uongo unatuweka kwenye vifungo mbalimbali vya ila za watu. Watu ambao na ila wanatumia uongo. Uongo unasimama wa Shetani. Uongo ambao ukiuangalia unafanania kama na kweli, lakini ni uongo. Mungu anatuhitaji sisi tuishi katika kweli. Sisi ambao tunamwamini Kristo, tuishi katika kweli. Tusiishi katika uongo. Unapoishi katika unabii wa uongo, unapoishi katika fundisho la uongo, unapoishi katika uongo wowote, haunaga matokeo ya uhai ama endelevu, kwa sababu Mungu hakai kwenye uongo. Hata ukitoa ushuhuda wa uongo, hata kama unamtukuza Mungu, Mungu hayupo kwenye huo ushuhuda, kwa sababu Mungu
hatetewi kwa uongo, kwa sababu uongo hautoki kwa Mungu. Uongo unatoka kwa shetani. Biblia Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3, mtu yeyote asikudanganye kwa njia yoyote. Mtu asikudanganye, sababu uongo unakuja kwa ila. Ndani ya uongo kuna watu wanapata manufaa yao. Ndani ya uongo kuna watu wanapata mafanikio. Ndani ya uongo kuna watu wanapata kibali kwa watu. Kwa sababu watu na wao hawajui kweli, ni rahisi sana kutekwa ama kuzolewa na wimbi la uongo, likaweza kuwazoa na wakaendelea kuishi katika uongo. Mtu yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuwa kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Mstari wa 4, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kwamba yeye ndiye Mungu. Vitu vingi ambavyo vinavyoendelea ni roho ya mpinga Kristo. Mafundisho mengi ambayo hayana kweli ni roho ya mpinga Kristo. Biblia inasema akijiinua huyo yule asi, na akakaa kwenye hekalu la Mungu na akasema yeye ni Mungu, kwa ishara na miujiza ya uongo. Tuendelea kusoma mstari wa 5. Je, amkumbuke ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambieni hayo? Na sasa lizuialo na lijua yule mstari wa 6, na sasa lizuialo mwalijua yule apate kufunuliwa wakati wake, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yupo azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake, maana kwa neno lake, ama kwa kweli. Neno la Mungu ni kweli, kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake, yule ambaye kuja kwake ni mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Ishara na ajabu za uongo. Sehemu yote ambayo hamna kweli ya Mungu, chochote kinachoendelea, iwe ni ishara, iwe ni maajabu, yote ni uongo. Kama kweli haitasimama, yote ni uongo. Mstari wa 10, na katika madanganyo yote ya uzalimu, inaita madanganyo, manake ni uongo, ya uzalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli. Narudia tena mstari wa 10 mzuri sana. Na katika madanganyo yote ya uzalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu, waamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika uzalimu. Madanganyo yote na uzalimu na ila na kukupoteza uongo, roho ya uongo. Na kuna roho Mungu ameachilia, kwa sababu watu wanapenda uongo na uzalimu, na mtu unaona kabisa hapa hakuna Mungu, au unaona viashiria vibaya, au unaona dhambi inaendelea, lakini kwa sababu unajifurahisha katika uongo na unafurahia uongo, wewe unaendelea tu kuwepo katika huo uongo na utaendelea katika huo uongo, na Mungu ameachilia nguvu ya upotevu ili watu waendelee kuangamizwa huko. Mungu ameachilia kwamba waendelee kufanya mambo yao, waendelee kuendelea na mambo yao, waendelee kuwa na uwezo wa kuzalia watu wengi, waendelee kuwa na wafuasi wengi, waendelee kuwa na ushawishi mwingi mbele za watu. Lakini katika maisha yaliyokuwa halisi, Mungu hayupo katikati yao, maana Mungu akae katika uongo. Ndani kuombee Mungu akutoe katika roho za uongo. Mungu akutoe katika madhabahu za uongo. Mungu akutoe katika kila uongo unaoendelea juu ya maisha yako. Uongo unaoendelea juu ya maisha yako. Kuna mengine shetani anakuhubiri, anakuletea uongo wa magonjwa, wakati Mungu alisema na kusamehe maovu yako yote na kuponya magonjwa yako yote.
Hayo mengine yanaendelea ni uongo. Hivi vitu unavyoviona shetani anakuwekea uongo ili uamini huo uongo. Lakini nataka nikwambie kweli inatuweka huru, kwa sababu anasema kwa kupigwa kwake tumepona. Chochote kinachoendelea ambacho akipo katika neno la Mungu, huo ni uongo wa shetani. Sasa niombe na wewe siku ya leo kwa ajili ya neema ya Mungu iwe juu yako. Bwana akakusaidie. Kila uongo uliosimama juu ya maisha yako, Mungu akutoe katika uongo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ninatangaza leo uzima, maana huo ugonjwa ni uongo wa shetani. Hayo matatizo ni uongo wa shetani. Hiyo hali unayopitia ni uongo wa shetani. Kweli ya Mungu inasema wewe upo huru, wewe umepona, wewe umefunguliwa, wewe umebarikiwa. Huo uongo usiukubali. Mwambie shetani huu ni uongo. Vipimo hivyo kaambiwa na magonjwa hayo. Mwambie shetani haya magonjwa ambayo nimeambiwa na vipimo hivi, huu ni uongo, ila kuna uzima ndani yangu. Kataa kila uongo unaoendelea duniani. Kataa kila uongo unaoendelea katika madhabahu za uongo, kwa sababu huo uongo ni roho ya kuasi, na Mungu hawezi kukaa katika uongo. Baba, ninamtoa katika uongo mtoto wako huyu, maana kuna wateule wako Bwana ambao bado wanajifurahisha katika uongo, hawajaamua kukaa katika kweli yako. Baba, ukawatengeneze na kuwaponya, ukawatolee kila roho ya uharibifu, ile nguvu ya upotofu ikatoke ndani yao. Roho Mtakatifu akaseme nao kwa neema yako na rehema zako. Mungu, ninaachia kibali na nguvu yako Bwana ya kuwaganga na kuwaponya. Wameshateswa katika madhabahu za uongo, wameshateswa na uongo wa shetani ambaye baba yake ndio baba huyo wa huo uongo. Bwana, kutoka katika kila uongo ulioendelea ndani yako, Bwana akakubariki na kukuponya. Bwana akakufungue. Ijumaa ya leo tuna mkesha kuanzia saa tatu usiku. Tutakesha mpaka muda ule ambao Mungu atatupa nafasi ya kuweza kustop. Roho Mtakatifu atatuongoza. Huu mkesha huu utakuwa wa kuponywa, na ni kuponywa kwa ajili ya kila uongo ambao unaoendelea ndani ya maisha yako. Hayo maisha uliokuwa nayo ni uongo, hayo matatizo uliokuwa nayo ni uongo. Ipo kweli ya Mungu inaweza kukuweka huru na kutoka katika kila uongo. Uongo ni kifungo, uongo ni gereza. Mungu akupe neema na kibali cha kutoka katika kila uongo katika jina la Yesu Kristo. Amen.